Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Iran inaendelea kutumia makombora yake ya Fatah kufanya maangamizi huko nchini Israel. Wakati mzozo wa Israel na Iran ukiingia wiki ya pili, Iran imeamua kutumia makombora hayo usiku kucha kufanya mashambulizi, na inaelezwa kwamba mashambulizi haya yameleta madhara makubwa katika maeneo mbalimbali ikiwa ni pamoja na Tel Aviv na viunga vya maeneo yote huko nchini Israel. Hata hivyo, makombora ya Fatah yanadaiwa kwamba ni miongoni mwa makombora mazito ambayo yanashindikana kuzuilika kutokana na teknolojia yake ya kisasa, kutokana na namna ambavyo yameundwa. Hata hivyo, Iran inaendelea kupambana kuhakikisha wanadhibiti mpango wa mashambulizi hayo ya Iran, ambayo kwa kiasi kikubwa hawakutaraji kama yangekuwa kama hivyo. Taarifa zaidi zinasema kwamba Israel pia ilifanya mashambulizi hapo jana Alhamisi na usiku wa kuamkia leo katika wakati wa ishara za kutafuta diplomasia ambazo zinaanza kuchomoza ili kumaliza makabiliano hayo ya nchi hizo mbili hasimu yaliyotimiza wiki moja sasa. Hapo jana ndege za kivita za Israel zilishambulia pia maeneo kadhaa ndani ya Iran, ikiwemo kituo cha kutengeneza kimiminika maalum cha kupooza vinu vya nyuklia. Hata hivyo, Iran inadaiwa kwamba ilitumia mifumo yake ya ulinzi wa anga kuhakikisha maeneo hayo yanakuwa salama. Licha ya kwamba mifumo hiyo haikuweza kudhibiti kikamilifu, lakini kwa namna moja ama nyingine inadaiwa kwamba mifumo hiyo ilifanya kazi ipasavyo. Iran ilijibu mapigo kwa kushambulia kwa makombora yake ya masafa marefu ya Fatah katika mji wa Tel Aviv na mji wa kusini mwa Israel wa Beersheba. Kwenye mashambulizi ya Beersheba, hospitali katikati mwa mji huo ililengwa, hayo ikiwa ni kulingana na taarifa kutoka ndani ya Israel. Jambo hili liliwafanya viongozi wa Israel kughadhibishwa na shambulizi hilo, wakituhumu Iran kuyalenga maeneo ya kiraia, lakini Tehran imejibu ikisema kwamba shambulizi lake hadi kulenga hospitali bali ilikuwa ni kamandi ya kijeshi iliyokuwa karibu na jengo hilo. Nyuma ya jengo la hospitali kulikuwa na kambi ya kijeshi ya Israel, na hapo ndipo ambapo palishambuliwa vibaya kuliko eneo ambalo linatajwa na Israel kwamba limeshambulia. Hata hivyo, waziri wa ulinzi bwana Israel Katz amelaumu akisema kwamba kitendo kilichofanywa na serikali ya Iran, wanapaswa kuhakikisha Ayatollah Al-Khamenei, kiongozi mkuu wa serikali hiyo, hapaswi kuwepo ulimwenguni kutokana na kitendo cha kufanya uharibifu katika hospitali ambapo kuna wagonjwa, wakiwa ni pamoja na watoto, wanawake pamoja na wazee wasiojiweza. Hata hivyo, usiku wa kuamkia leo Israel imetoa tahadhari kwa watu wa kijiji kimoja cha kaskazini mwa Iran kuondoka katika maeneo hayo, huku ripoti zikisema pia ilifanya mashambulizi ndani ya mji mkuu wa Iran wa Tehran. Lakini kutokana na hayo yote yanayoendelea, Iran imezidi kueleza kwamba nyakati hizi ni nyakati mbaya sana kwa Israel na itatumia makombora yote mazito ambayo wanayo. Wakati huu ni wakati wa kuitumia Fatah na baadhi ya makombora machache ambayo yataweza kuishambulia nchi hiyo ni makombora ya hypersonic ambayo yataweza kuiangamiza Israel. Hata hivyo, kwa mujibu wa kile kilichoandikwa katika ukurasa wake wa X, Ayatollah Al-Khamenei ameandika kwamba sasa ni wakati wa kuionyesha moto Israel, akisema kwamba hii ni adhabu ambayo wanawapa wa Israel kutokana na kile ambacho wamekifanya, kuua viongozi wao wa kijeshi pamoja na kuharibu miundombinu yao na kuhakikisha kwamba raia wa Iran wasiishi kwa amani. Mpango wao ilikuwa ni kuiharibu Iran, lakini sasa tupo imara wakati wote, anasema Ayatollah Al-Khamenei katika kurasa yake ya X. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi tu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.